Ni mnyama ambaye anabeba mizigo, sio tu katika nyakati zetu, lakini hata katika nyakati za Yesu punda alitumika kubeba mizigo. Yesu anapochagua kupanda punda, manake anajifananisha yeye kuwa kama mzigo. Wafalme hata na watu wenye nafasi fulani katika jamii walipanda farasi. Farasi ndiye aliyekuwa mnyama wa heshima, na aliandaliwa vizuri, akawekewa kiti rasmi ambacho wafalme walikitumia kuketi huku farasi akienda. Farasi alikuwa na thamani kubwa nyakati hizo, lakini pia nafikiri hata nyakati zetu bado farasi wana nafasi kubwa. Farasi ni kama vile sasa hivi tungesema kuwa wengi wanaotumia magari ya kifahari, ma V8 kwa huku kwetu na kadhalika, lakini Yesu achagui kwenda na hiyo anapoingia katika mji wa Yerusalemu. Anachagua punda. Anatutaka tujifunze kutoka kwake unyenyekevu, kuto kutafuta mambo makubwa sana katika maisha yetu. Na sisi waamini wote pamoja na vijana ambayo leo ni sikukuu yenu, tafuteni mambo yanayowaweka karibu na Mungu. Tafuteni kuwa wanyenyekevu katika familia, katika jamii, sehemu zenu za kazi. Kuweni kiunganishi na wala sio mtu ambaye anawasambaratisha watu katika jamii au katika familia. Lakini hawa watumishi wanaambiwa waende wakamfungue, kwa sababu alikuwa amefungwa. Yesu alitambua kuwa huyu punda yupo, japo alikuwa hajafika kule. Wengi wanasema kuwa GPS ya Yesu ilikuwa ni kubwa sana. Aliweza kuona vitu vyote vya mbele yake, na alimumwona akamwambia, nendeni mkamfungue, maana alikuwa amefungwa, mkamfungue mumlete. Nyakati zetu vijana tunahitaji sana, na sio tu vijana, lakini na watu wote tunahitaji kufunguliwa katika mambo mbalimbali, lakini hatujui kuwa tutafunguliwa na nani na tutafunguliwa wapi. Na ndio sababu ya mahangaiko makubwa. Kila ukisikia sehemu fulani wanafungua, unakwenda unafungua, lakini ufunguliwi, unaongelewa fundo lingine. Ukienda sehemu nyingine unafikia na kufungua, wanakuongezea fundo lingine. Tutulie. Kristo pekee ndiye anayeweza kutufungua katika mahangaiko hayo yote. Lakini sentensi nyingine ambayo walau ya kuichukulia katika siku hii ya leo ni hii. Mwishoni pale wale Wayahudi na wenzake wakati anaingia Yerusalemu wanamshangilia kweli. Wanamshangilia hosana hosana. Wanapiga kelele. Sasa Wayahudi wanasema hivi kwa mwalimu, waambie hao wanafunzi wako wanapiga kelele. Waambie wanyamaze. Wanatuvuruga. Kwa nini wanafanya hivi? Yesu jibu lake anasema hivi kuwa hawa wakinyamaza mawe yatapiga kelele. Na ndio ambayo sisi tusinyamaze juu ya haki zetu wote. Tusinyamaze juu ya majukumu yetu. Tusinyamaze juu ya utume wetu. Lazima tuendelee kumpigia kelele, kuwapigia kelele wote ambao wanatuzuia kufanya jambo moja au jingine. Katika ulimwengu wa leo na katika nchi yetu maovu yamekuwa mengi sana. Sisi tusinyamaze kama vijana waamini wa Katoliki, tusinyamaze, tupige kelele za kudai haki, kelele za kudai amani, kelele za kudai upendo, kelele za kudai furaha katika jamii. Tupo katika jamii ambayo lazima iheshimu haki na wajibu wa kila mmoja wetu, na hasa tunapokuwa katika miaka hii ya uchaguzi hii. Wakati mwingine tunarubuniwa hapa na pale kufanya mambo mengine yasiyofaa sana, na wakati mwingine hata
tunanunuliwa kwa ajili ya kuwapatia watu wengine kula. Kijana, usiwe mwepesi hivyo. Nenda kule ukatimize wajibu wako wa kikatiba, ufanye hivyo, uchague mtu ambaye unafikiri anakuweza kukusaidia, na wala sio kuchaguliwa au kununuliwa kwa kuchagua mtu ambaye labda hakufai. Kwa hiyo tusali leo tunapoanza safari hii na Bwana wetu Yesu Kristo ya Kalvari, tumuombe pia atujalie nguvu, uwezo wa kuweza kuhimili vishindo mbalimbali kama vijana, lakini pia kutambua wazi wajibu wetu mkubwa katika jamii na kuutekeleza kwa mapendo makubwa. Tumsifu Yesu Kristo.